Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia ama amenipatia cha kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo nakuja kusema kuna kitu ambacho niliahidi kwamba nitakuja ukisema kuhusu nini, kuhusu huyu msanii wenu Diamond, kwamba nakuja kuambia ni kwa nini yeye anakuwa juu wakati wote. Kwa nini anakuwa juu wakati wote? Subiri nikwambie kitu ambacho kinasababisha yeye huyu msanii wenu awe juu wakati wote. Ni kwa sababu yeye na wenzake kuna utofauti. Hawa wengine sio kwamba na wao hawajibusi kwa nguvu za giza, wanajibusi kwa nguvu za giza, lakini tofauti yake na wao na ndicho ambacho kinasababisha yeye awe juu. Yeye hakuwatafuta hawa Freemason, bali Freemason ndio waliomtafuta yeye. Kwa hiyo kuna utofauti kati ya wao wa Freemason wakimtafuta mtu na mtu akiwatafuta ni akiwatafuta wao. Uko utofauti. Kwa hiyo huyu msanii wenu yeye anaendelea kuwa juu kwa sababu hiyo yeye hakuwatafuta, bali wao ndio waliomtafuta. Ili kuingia nao mikataba, kuingia mikataba naye kwa ajili ya tamaa za umaarufu, akaingia mikataba kwa ajili ya tamaa za umaarufu. Lakini umaarufu ni hapa duniani. Sijui umaarufu akifa ataupeleka wapi? Sijui atampatana na umaarufu wake kwamba aende mbele za Mungu na umaarufu. Hapana, umaarufu ni hapa duniani. Kwa hiyo kama anakula raha hapa duniani, ataila raha kwa miaka ambayo ameamliwa kukaa hapa duniani. Lakini baada ya hapo hakuna raha tena, ni mateso. Na bahati mbaya kuzimu hakuna VIP. Bahati mbaya kuzimu hakuna VIP. Hata kama ungekuwa mwaminifu gani. Maana kuna watu wanasema kwamba hawa ambao tayari wanafanyia kazi shetani, wanapeleka roho za watu kuzimu, kwa ajili ya mikataba ambayo wameingia, kwamba wakifika kuzimu wenyewe kule kuna kazi yao maalum, ambao watakaofanya. Na kuambia ndugu yangu kuzimu hakuna VIP, hakuna VIP. Ukishakufa tu tayari unaingia kwenye mateso. Hiyo kuzimu ambayo hawa wakina Diamond wanakwenda ni kuzimu ambayo imetengenezwa, iko vizuri, lakini kuzimu ya mateso hajapelekwa. Kwa hiyo anapelekwa kwa sehemu ambayo imejengwa vizuri, na ambao watu wa dunia wanakwenda kutembelea hapo. Unajua hii ndio kuzimu, kwamba yote iko hivyo. Kumbe kuna kuzimu ambayo ni ya mateso, ambao hawaonyeshi. Kwa hiyo baada ya kufa haendi tena kule kwenye ile kuzimu ambayo anakwenda, haendi tena kule, anakwenda kuzimu anakwenda kuzimu ya mateso. Maarufu wake unakuwa huwezi kumsaidia kitu tena, Kwa hiyo yeye utofauti wake upo hivyo. Na hao wengine wanawatafuta wao ama wanapelekwa anaweza. Kwa mfano mtu tayari kishajiunga Freemason, alafu anampeleka mwenzake kwamba huyu nimemeta, ni rafiki yangu naomba kujiunga. Atajiunga, lakini hatakuwa sawa na yule ambaye ametafutwa, kwamba wenyewe wamemuona kwamba huyu anafaa kwa kazi yetu ya kwa
kuwaleta watu kuzimu, kwenda watu kuzimu wanafaa. Kwa hiyo wakaenda kumchukua, wakaenda kuongea naye na kuingia naye mikataba. Kwa huyo ndio tofauti ambao upo kati ya nini, kati ya hawa wasanii na yeye alitafutwa, lakini hawa wengine walipelekwa ama waliwatafuta wenyewe ndio waliwatafuta hawa Freemason. Kwa hiyo upo utofauti uko hivyo. Na utumishi wa shetani sio mpaka wapo watumishi wa shetani kwa ngazi 2 ama 3 ama ngazi nyingi, lakini wapo watumishi wa shetani ambao wanamtumikia shetani kwa mikataba, lakini wapo ambao pia wanamtumikia shetani bila mikataba, wanamtumikia shetani. Hawa wanaitwa mawakala vipofu, wanamtumikia shetani bila mikataba, wanafanya kazi ya shetani lakini hawana mikataba ya shetani. Wapo ambao wanafanya kazi ya shetani lakini wana mikataba ya shetani. Hao ndio ambao wana mikataba ya shetani, ndio ambao wanauziwa kwenye vikao vya chama. Lakini hao ambao hawana mikataba na shetani, wanaenda kufanya kazi ya shetani, wala wao hawaendi kwenye vikao vya giza, hawaendi kwenye vikao vya giza. Lakini wote hao wanafanya kazi moja ya shetani, Kwa hiyo huo ndio utofauti, wa yeye na hawa wasanii wengine. Huo ndio utofauti. Pia nakuahidi kwamba naandaa kazi moja ambayo nikileta hapa naamini itakufungua macho. Sitaki kuisema hiyo kazi, natamani sitaki kuisema, lakini ninachokuomba wewe subscribe tu kwa channel hii, kwenye channel hii, ili kwamba uendelee kuambiwa ama kufundishwa habari ambazo zitakuweka makini kwenye dunia hii, ili kwamba usiende kama nyumbu. Kwa hiyo subscribe kwa channel hii, ili kwamba uwe mwanafamilia wa channel hii, ili kwamba ukipanda tu video uwe wa kwanza kuiona. Pia kama umeipenda video hii, unaweza ukalike kama umeipenda video hii. Na pia kama unaweza ucomment kama una swali lolote lile, unaweza ucomment hapo, nami nitakujibu hilo swali ambalo unalo. Pia kama unaweza pia ukashare kwa wengine, ukaona kwamba huu ujumbe ukimfikia mtu fulani, unaweza ukamsaidia na yeye pia. Unaweza pia ukashare na ukawa natangaza kazi ya Mungu pamoja nami kwa kushare kwako tu, kwa sababu najua kuna watu ambao bado hawajui kinachoendelea. Yaani wenyewe wanasikia tu, lakini hawajui kwamba madhara ya kuwasikiliza watu hawa ni nini. Hawajui. Kwa hiyo wewe subscribe tu na Mungu atakubariki. Kwa leo nitaishia hapo, na nakutakia amani ya Bwana. Shalom.